Habari na karibu tena kwenye Kufunua Ufunuo. Leo tuna kipindi cha kufurahisha hapa. Hakuna anayejua siku wala saa, lakini unapogundua siku na saa ni ipi, haibaki kuwa fumbo tena. Lakini kubwa zaidi ni pale unapofahamu, kama ambavyo umekuwa ukikuwa hapa kwenye huduma hii, ufunuo huu wa ni nani injili zinazozungumzia. Tumekuwa tukifundisha hapa kwenye chaneli hii ambapo nafanya video fupi zinazoweza kushirikiwa, lakini tumekuwa tukizungumza kuhusu hili tangu ufunuo ulipoanza zaidi ya miaka 8 iliyopita kwenye chaneli yetu kuu Ministry Revealed. Lakini nyinyi mmeanza kuelewa hapa, kama mmekuwa mkifuatilia, kwamba mwisho wa siku si miaka 7 tu, bali ni kipindi cha miaka 14 na sehemu fupi ya muda inayoitwa juu, ambayo ni siku 50. Mmeanza kuelewa kwamba si kuhusu injili ya Mathayo pekee, bali ni Luka, halafu Marko, kisha Mathayo. Mmeelewa kwamba sababu ya kila mtu kwenda kwenye injili ya Mathayo ni kwa sababu ndivyo alivyofundishwa, kizazi baada ya kizazi. Kwa hili sasa nitawaonesha, na kama wewe ni mgeni, rudi uangalie baadhi ya mafundisho yetu ya awali. Ni video fupi, kwa hiyo utaweza kuelewa haraka sana. Lakini nitawaonyesha yote haya yanahusu nini na kwa nini watu huenda kwa Mathayo. Lakini unapogundua kwamba ipo kwenye Marko na sio Luka, inafunua sehemu iliyobaki ya hadithi, na ni ya kushangaza kabisa. Basi haya yote yanahusu nini? Hakuna anayejua siku wala saa. Sasa kwanza kabisa, unapofahamu kwamba mwisho wa siku ni miaka 14, vipindi viwili vya 7, na kwamba ni Luka halafu Marko kisha Mathayo. Sawa, Luka ni kabla ya dhiki, kisha kuna kipindi cha siku 50 cha matukio. Marko ni miaka 7 ya mihuri. Kitabu cha Mathayo ni miaka 7 ya tarumbeta. Acha nikuonyeshe kitu. Ukienda kwenye hotuba ya Luka, zote tatu zina utengano huu hapa: mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Na kisha huna chochote. Hotuba ya Luka kuhusu siku na saa hakuna ajuaye. Kwa kweli, hotuba ya Luka inaendelea kusema katika mstari wa 36, kwa hiyo kesheni na kuomba daima ili mpate kuhesabiwa wastahili kuokoka mambo haya yote yatakayokuja na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Hii ndiyo aya kuu kabisa ya kabla ya dhiki katika maandiko yote. Kuna mengine mazuri, lakini haya ndiyo ya kabla ya trib kati ya yote. Sawa, nyingine nzuri iko hapa hapa zaidi ya miaka 14. Ya kwanza inaenda mbinguni, ya tatu sawa, lakini hii ndiyo hapa katika Luka. Hutagundua siku wala saa, hakuna anayejua. Sawa, sasa tutaenda kwa Mark. Tunapozungumzia hotuba ya Marko, andika sura ya 13. Kama sijataja sura, angalia kulia, andika sura ya 13 mstari wa 31. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitapita. Mstari wa 32 unasema, habari ya siku na saa ile hakuna aijuaye, wala malaika mbinguni, wala mwana, ila Baba. Kisha inazungumzia kukesha na kuwika kwa jogoo. Ninachowaambia ninyi nawaambia wote, kesheni. Kwa nini basi kuna siku na saa? Haikuwa Luka? Kumbuka hilo. Sasa angalia Mathayo 24 mstari wa 35, unasema jambo lile lile. Mbingu na dunia hazitapita, lakini neno langu halitapita. Mstari wa 36, lakini kuhusu siku ile na saa ile hakuna mtu anayejua, hapana, wala malaika walioko mbinguni, ila Babangu peke yake. Kisha tunapata hadithi ya Nuhu. Kuhusu kuja kwa Bwana, sawa, basi kuja kwa Mwana wa Adamu kutakuwa kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Kunahusishwa na wakati ambao utaanza katika siku na saa, hakuna anayejua. Utaona kwamba hadithi ya Nuhu inapatikana tu katika injili ya Mathayo. Sasa kwa nini haya yamewekwa jinsi yalivyo? Naam, inakuwa ya ajabu sana kwa sababu kumbuka mwisho wa siku. Kwa hivyo hii ni moja ya chati zetu kutoka kwa wizara zilizofunuliwa. Una miaka 7 ya mihuri inayohusiana hapa na injili ya Marko. Una miaka 7 ya tarumbeta. Ni zipi zinazohusiana na injili ya Mathayo? Sawa, hiyo ndiyo miaka 14. Hizi seti mbili za 7 ni 7 mbili za mwisho kati ya zile 7 mara 7 katika yubilei, sivyo? Kwa hiyo kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ambayo inamaanisha mwaka wa 14 mwishoni mwa siku, mwaka wa 14 wa dhiki, ni kweli mwaka wa 49 katika mzunguko wa 7 mara 7. Na kisha utakuwa na yubilei ya mwisho ambayo tunaita hapa
ama mwaka wa 15 au mwaka wa 22 katika picha kubwa, lakini kwa kweli ni mwaka wa 50 baada ya miaka 49. Sawa? Kwa hivyo hili litakuwa muhimu sana kulielewa na tutalizungumzia baada ya muda mfupi. Kwa nini basi Marko anatuambia kwamba ana siku na saa ambayo hakuna mtu anayeijua? Je, mnajua maana ya siku na saa? Unaona, kama umekuwa ukisikiliza wachungaji ambao hawataki kulizungumzia, watakwambia tu acha kutafuta, kwa sababu hakuna mtu anayejua siku na saa, lakini hawatakueleza kamwe maana yake ni nini, na hawatakueleza kwa nini, kwa sababu wao wenyewe hawatafuti na hawalielewi pia. Siku na saa ambayo hakuna mtu anayeijua inahusu Rosh Hashana, ni sikukuu ya tarumbeta. Sikukuu ya tarumbeta ndiyo siku na saa ambayo hakuna mtu anayeijua, na sababu ni kwa sababu ni mojawapo ya siku mbili. Inaweza kuwa siku ya kwanza ya mwezi wa 7 au siku ya pili ya mwezi wa 7. Yote anategemea ni lini hilali ya mwezi itaonekana, ndipo anaweza kupiga tarumbeta. Shofar wanaweza kupiga tarumbeta kutangaza mwaka mpya wa msimu wa vuli unaoanza Rosh Hashana, siku ya kwanza ya mwezi wa 7. Kwa hiyo hawajui siku wala saa, kwa sababu ni siku ya kwanza au ya pili. Ni kipindi cha siku mbili tu ambacho inaweza kutokea ndani yake. Ukijua hilo, swali ni kwa nini zipo mbili? Kwa nini moja ipo Marko na nyingine Mathayo? Luka haihusiki na sikukuu ya tarumbeta, lakini Marko na Mathayo zimeunganishwa na nini? Zimeunganishwa na nyakati mbili ambazo mwana wa Adamu anakuja. Kumbuka, Marko anafundisha kuja kwa mwana wa Adamu mawinguni, siku na saa asiyoijua mtu. Katika Mathayo ni kuja kwa mwana wa Adamu, na neno on linatumika katika Strong's hapa pekee. Hivyo hii ni wakati anapokuja mawinguni kwa sauti ya tarumbeta kuu. Sawa, tutaelezea hii ni ipi, na pia ni ile siku na saa ambao hakuna mtu anayejua. Kwa hiyo watu wanaposoma kwa mtazamo wa miaka 7 wanadhani inasimulia hadithi ile ile kwa wakati ule ule, lakini sivyo. Angalia Ufunuo sura ya 6, mwishoni mwa sura ya 6 ya Ufunuo, ambao ni mwisho wa miaka 6. Hii ni kipindi cha mwisho wa miaka 6 ya mihuri, na tunamwona nani akija? Mstari wa 16-17, wakasema kwa milima na miamba, tuangukieni na kutuficha kutoka kwa uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na kutoka kwa ghadhabu ya mwanakondoo, kwa maana siku kuu ya ghadhabu yake imekuja, na ni nani awezaye kusimama? Unakumbuka hii ni mimi. Tulitoa mafundisho kuhusu hili kwenye video chache zilizopita. Hapa Marko 9 mstari wa 1. Sawa, kuna baadhi ya waliosimama hapa ambao hawataonja mauti hata watakapouona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Hivyo watamuona akija mwisho wa mwaka wa 6, na baada ya siku 6 ni picha ya Marko baada ya miaka 6, ule mwisho wa mihuri. Sasa kwa nini wameuona ufalme ukija kwa nguvu? Kwa sababu hawakwenda. Ule umati mkubwa katikati ya dhiki hauendi mpaka kidogo baadaye, baada ya yeye kuja. Mwishoni mwa mwaka wa 6 una wale 144,000 waliotiwa muhuri, na kisha katika Ufunuo 7 unaonya unyakuo mkuu wa umati wa watu katikati ya dhiki, na kisha una nini? Naam, kumbuka kama hivi. Kwa hivyo hiyo inatuonyesha nini? Una miaka 6 ya mihuri. Bwana anakuja mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri. Anakuja siku na saa hakuna anayejua. Anakuja kwenye sikukuu ya tarumbeta, ile kipindi cha siku mbili ambapo mwezi mwandamo utaonekana. Kisha katika mwaka wa 7 una wale 144,000 waliotiwa muhuri, na kisha unapata unyakuo mkuu wa umati wa watu katikati ya dhiki. Hicho ndicho hotuba ya Marko inakuambia. Hiyo ndiyo siku na saa ambayo hakuna anayejua. Lakini vipi kuhusu Mathayo sura ya 24? Kumbuka pia Mathayo 24, ile siku na saa hakuna anayejua vizuri. Sasa fikiria nini kinatokea. Nenda kwenye Ufunuo sura ya 11 na angalia kile ambacho tarumbeta ya 7 inasema. Inasema hivi: na malaika wa 7 akapiga tarumbeta, na kulikuwa na sauti kubwa mbinguni zikisema, falme za dunia hii zimekuwa za Bwana wetu na za Kristo wake, naye atatawala milele. Na sasa ni wakati wa ghadhabu ya Mungu Mwenyezi. Sawa, huu ufunuo ni lini? Sura ya 10 mstari wa 7 unatueleza,
Lakini katika siku za sauti ya malaika wa saba, wakati atakapoanza kupiga tarumbeta, siri ya Mungu itakuwa imekamilika kama alivyowaambia watumishi wake manabii. Kwa nini ghafla siri imekamilika? Kwa sababu sasa Bwana ataonekana akishuka miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni. Unaona, sasa atakuja juu ya mawingu, sio ndani ya mawingu. Unakumbuka sauti ya tarumbeta kuu? Huo ndo mwanzo. Hiyo ndiyo sauti ya tarumbeta ya saba. Huu ndio ujio wa Bwana mwishoni mwa mwaka wa 13 kuanza mwaka wa 14. Ndiyo maana katika Mathayo sura ya 24, ni katika Mathayo 24 pekee mstari wa 27 inasema, kwa maana umeme utokao mashariki na kung'aa hata magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa hivyo tunaishia kuona nini? Tuliona kwamba kulikuwa na miaka 6 na kisha ukamkuta Bwana akija mwishoni mwa siku ya 6, siku na saa hakuna anayejua. Yuko hapo wakati wa 7 akiwa na watu 144,000 waliotiwa muhuri, kundi kubwa la watu wa katikati ya kabila. Na kisha una miaka 7 ya tarumbeta iliyobaki. Na nini kitatokea? Una miaka 6, hivyo jumla ya mwisho ni miaka 13 imekamilika. Na tunaona nini kwenye tarumbeta ya 7? Katika mwaka wa 14 Bwana anashuka miguu yake kwenye mlima wa Mizeituni. Kila kitu sasa ni chake. Kwa hivyo anakuja lini? Anakuja wakati ule ule kama tulivyoona katika Mathayo. Na maanisha katika kitabu cha Marko unaona pia anakuja siku na saa. Hakuna anayejua, kwa sababu itakuwa kama itakavyokuwa miaka 6 baadaye. Sawa, itakuwa hivyo. Atashuka mlima wa Mizeituni, kila mtu amuone. Hii ndiyo sababu tulishiriki mafundisho ya Mathayo 16:28 yanayosema, amin nawaambia, wapo baadhi ya wasimamao hapa ambao hawataonja mauti mpaka watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Anakuja ufalmeni mwake. Huu ni wakati wote watamwona kama umeme kote angani, akirudi na kushuka kwenye mlima wa Mizeituni. Ndiyo maana katika kitabu cha Zekaria ambacho kina sura 14, kwa njia unaona katika mstari wa 4, na miguu yake itasimama siku hiyo juu ya mlima wa Mizeituni ambao utagawanyika mashariki hadi magharibi, sivyo? Kimsingi iko mwanzoni mwa sura ya 14. Kwa hivyo unaona hadithi ile ile. Kuna miaka 6 ya mihuri. Bwana anaona kuja mwishoni mwa mwaka wa 6, watu 144,000 wanatiwa muhuri, na kisha hii ndio sababu Marko anasema ndipo wataona. Unaona, kisha watakuwa wamemwona akija, lakini hawakuenda mara moja. Haikuwa hadi ndani ya mwaka huo wa 7 baada ya wale 144,000 kutiwa muhuri. Kisha una miaka 7 ya hukumu za tarumbeta. Bwana anakuja sasa, miguu yake ikiwa chini kwenye mlima wa Mizeituni, mwanzoni mwa tarumbeta ya 7. Baragumu ya 7 inapokaribia kupigwa, fumbo hilo linatimia, kwa sababu Bwana atakuwa amerudi, miguu yake ikiwa chini kwenye mlima wa Mizeituni. Kwa hivyo wakati huu utakuwa lini? Naam, hutokea tu. Mathayo pia alisema kwamba itakuwa siku na saa ambao hakuna mtu anayeijua. Na tazama kile ambacho Mathayo 1:701 inasema, baada ya siku 6. Kumbuka ina uainishaji baada ya siku 6 za miaka 6. Hili ndilo tulilofundisha katika video iliyopita pia. Hilo linawakilisha nini? Inawakilisha kuja kwa Bwana siku na saa. Hakuna anayejua, ambaye inamaanisha atakuja kwa miguu chini kwenye mlima wa Mizeituni wakati wa sikukuu ya tarumbeta, na atakapofanya hivyo itakuwa kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Unakumbuka mafundisho haya? Siku za Nuhu zinawakilisha mwaka wa mwisho wa 14 wa dhiki. Unaona, miaka 7 mara 7 ni 49, na miaka 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumpeta ndio miwili ya mwisho ya miaka hii 49, ambayo ina maana ya mwaka wa mwisho wa 49 na kisha Yubilei. Unajua mwaka wa 49 ni mwaka mmoja na siku 10. Yubilei hupigwa siku ya 10 ya mwezi wa 7. Kwa nini? Kwa sababu siku za Nuhu zilianza mwezi wa pili, siku ya 17, na zinaisha mwezi wa pili. Siku ya 27 mwaka mmoja baadaye ni mwaka mmoja na siku 10 kwa ajili ya mwaka wa mwisho wa 14, ili kupiga yubilei ya mwaka wa 15 ambayo ni mfano wa mwaka wa 50, mwisho wa ile 7 mbili za mwisho. Ninaomba hili likubariki na Mungu akubariki. Kwa sasa, kwa heri.